Mimi ni Hudson Kola Lumbasi kutoka kwa ofisi ya Electoral Board ya UKOA. Leo ofisi zote zenye zilikuwa zinashikiliwa na hawa zimevunjwa. Uchaguzi wa UKOA utafanyika kuanzia tarehe 28. Branch election Kenya nzima litafanya tarehe 28 mwezi wa 3. Alafu nation election delegate wenye watakuwa wamechaguliwa kwa branches watakuja kuchagua national chairman tarehe 11 mwezi wa 4. Naomba wana UKOA wote wache wachague watu wenye wako na sifa nzuri. Tunataka UKOA uunganike na ufanye maendeleo kulingana na sheria za Kenya. Hii UKOA wetu huu uko registered in the Register of Society Nairobi. Tunafanya uchaguzi kulingana na sheria za society ya Kenya. Pia kwa kupitia hii nafasi ya mkutano wetu na viongozi waliochaguliwa unatambua serikali ya nchi ya Kenya na inatambua katiba ya Kenya, na hii ni njia moja tu kupitia UKOA huu kufikia serikali pia nayo kutusikiza na kutusaidia mahali penye pia nazi tunahitaji kama clan. Tungelipenda kuappeal to the national na kwamba tunataka amani. Hata kama sisi tunafanya uchaguzi, tunataka amani kuweko, ili bila amani hata sisi uchaguzi yetu haiwezi kufanyika kwa njia nzuri. UKOA tuna expect amani iwe kwa UKOA. Amani ikianzia chini itaendelea mpaka kwa nation. Hata national leaders wanatakana wao watu wa integrity. Wasizungumuze hii na wanafanya ingine. Na Mungu hajakosea kukupanda katika mahali ambapo alikuweka. Hata mbingu hatutaenda kwa sababu wewe msungu ama pana. Hata sisi tulikuwa wa Kenya, Mungu alikusudia kwamba tutakuwa wa Kenya. Kwa hivyo hata tukiwa katika nchi yetu, tusiharibu nchi yetu kwa sababu hatuna nchi nyingine. Tusiharibu kabila letu kwa sababu hatuna kabila nyingine. Tunatangaza, tunakuomba umoja mahali popote, kwa maana nchi hii yetu Mungu alitupa akakusudia kwamba katika nyakati hizi sisi ndio tutapepa agenda ya Mungu kukamilisha kile Mungu amekusudia kufanya katika nchi ya Kenya, katika makabila, hata katika kilana ambapo tuko. Na Mungu alituumba na sababu, akatuweka kwa Kenya na sababu, akakuweka uwe mwabia na sababu. Na tusimame kwa umoja na nchi yetu isimame kwa umoja, popote kwa umoja. Kama sisi wa mama tunaomba Mungu atupe rehema na neema kwa kila jambo. Si viongozi wetu wa Waluhya pia wangekuwa na umoja, ili tuongee na sauti moja. Mkiungana pamoja, at least you can have powerful bargaining power hata mkienda kunegotiate na position in the national government, because wataona umoja wenu unaweza kusaa matunda. Lakini mkikawanyika namna hiyo, kila mtu anakuwa kihandle kivyake, hata hawawezi kumsikiza. Lakini tukiwa pamoja, at least watatuona ya kwamba tumeungana pamoja, na watupatie invite around table now to negotiate for our share, kwa sababu pia tunataka kuwa na share katika serikali, kwa sababu tunaanza hapa tukiwa na umoja, hata tukisonga mbele kidogo tutakuwa na kashia kwa uongozi wa serikali, kwa sababu hata viongozi wa serikali wataona kumbe hii iko na umoja, hata wanaweza kuja watu approach waseme support sisi kwa njia moja ama mbili. Kaasa viongozi wetu wa Bungoma na Western na Waluhya waungane, watuelekeze kwa upande pale tutafaitika, na tunataka maendeleo, kwa sababu hapo chini watoto wako chini wanataka maendeleo, na huku juu watu wakikombana, hao watoto wenye wako chini hawatapata maendeleo. So we are only requesting for peace in the country and let us be united. Hayo tu ndio maombi yetu.